Mwadhama Pengo, askofu mkuu mstaafu wa Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam. Mhashamu Eusebio Nzigilwa, makamu wa raisi wa Baraza la Maaskofu Tanzania. Mhashamu Romanus Elamu Mihali, askofu wa Jimbo Katoliki la Iringa. Mhashamu Tarsizio Ngalalekumtwa, askofu mstaafu wa Jimbo Katoliki la Iringa. Wahashamu maaskofu wakuu na maaskofu wote. Mheshimiwa Dr. Mashaka Biteko, naibu waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mgeni wetu rasmi. Mheshimiwa Dr. Peter Serukambwa, mkuu wa mkoa Iringa. Wakuu wa mashirika ya kitawa. Waheshimiwa mapadri, watawa na waseminari. Waheshimiwa viongozi na wageni wa kiserikali. Wapendwa waamini katika Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Moyo wangu umejaa furaha na shukrani kwa kualikwa kushiriki katika adhimisho hili la kumshukuru Mungu kwa neema zake nyingi alizotunukiwa Askofu Romanus Elamu Mihali, aliyeteuliwa na hayati Baba Mtakatifu Francisco, aliyeitwa nyumbani kwa Baba Jumatatu iliyopita kuwa askofu mpya wa jimbo hili pendwa la Iringa. Hongera sana. Nimefurahi sana kwa mara nyingine kuwa katika mkoa huu ambao kama navyokumbuka tayari nimetembelea mara kadhaa nikishiriki nanyi kwa furaha katika hafla kadhaa za kumshukuru Mungu. Niruhusuni nitoe shukrani kwa niaba yangu na ya Kanisa Katoliki kwa Mhashamu Askofu mstaafu Tarsizio Ngalalekumtwa kwa majukumu aliyoyatekeleza katika jimbo hili, kwa kutambua umahiri wake na shughuli za kichungaji alizozikamilisha kikamilifu bila kuchoka, pamoja na sifa zinazotolewa na watu wengi kwake, kwa maboresho, vipaji na ubunifu aliyoupata kama zawadi kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Karama hizo alishirikisha akiwa mchungaji wa watu wa Mungu miaka mingi iliyopita katika jimbo la Sumbawanga, akiwa askofu mwandamizi, na kisha kwa miaka mingi hapa Iringa, na pia katika Baraza la Maaskofu Tanzania ambalo aliwahi kuwa rais. Katika tukio hili unatoa vyote ulivyo navyo kama askofu kwa maandamizi wako, lakini bado utajiri wa uwepo wa Kristo utabaki nawe milele. Wingi wa neema za Mungu na kuridhika kwako kwa ajili ya wajibu wako uliotimiza vizuri vitakusindikiza daima. Sasa umestaafu, lakini kanisa bado
linahitaji hekima yako na ushuhuda wa maisha yako. Asante sana kwa huduma bora uliyoitoa kwa kanisa. Mpendwa Mashamu Mihali, ni kwa neema ya Mungu kwamba umechaguliwa kuwatakatifuza, kuwafundisha na kuwaongoza watu wake. Timiza jukumu hili katika ushirika na Baba Mtakatifu na urika wa maaskofu. Mashamu Askofu, ninakuhimiza kuendelea kutimiza ofisi ya kiaskofu kwa upendo na kwa kujali, ukionyesha uso wa huruma na unyenyekevu wa Kristo. Baki mwaminifu kwa neno la Mungu na umshuhudie Kristo ambaye ndiye njia, kweli na uzima. Imarisha umoja kati ya mapadri na uwe rafiki, ndugu na baba kwa wote, ukilinda haki na wajibu wao. Shirikiana na mapadri na jumuiya za kitawa zilizopo kwa wingi katika jimbo lako, wanaodhihirisha utajiri wa karama. Jenga madaraja kati ya Mungu na watu wake, ukishinda kila kizuizi. Muige Kristo ambaye ni mnyenyekevu zaidi, mkarimu, mpendevu na mpenda kusali. Shamu Askofu, akiwa anawaasa wasee, Mtakatifu Petro aliandika, lichungeni kundi la Mungu mlilokabidhiwa, si kwa kulazimishwa bali kwa hiari, si kwa tamaa bali kwa moyo wenu wote. Ujumbe huu unawahusu wale wote ambao wamekabidhiwa kundi na kutimiza utume wao, wakiongozwa na Kristo ambaye ni mnyenyekevu, mpole, mnyofu, mwenye upendo daima na mwenye kusamehe. Kwa njia sawa na hiyo, Mtakatifu Paulo aliandika, ingawa alikuwa Mungu, aliachilia stahiki zake za kimungu, akachuka nafasi ya unyenyekevu ya mtumwa na akazaliwa kama mwanadamu. Kristo alichukua nafasi hii tu kwa sababu alitupenda. Umechagua kauli mbiu ambayo kwa njia fulani inarudisha ujumbe wote wa Kikristo, ut diligatis invicem, pendaneni ninyi kwa ninyi, iliyochukuliwa kutoka katika Injili ya Mtakatifu Yohane katika sura ya 13 aya ya 34. Yesu anawapa wanafunzi wake amri mpya, iongezwe kwa ile ya Agano la Kale, ni amri ya upendo. Ni vigumu na haiwezekani kabisa kuwapenda wengine kama tunajipenda wenyewe tu. Ni pale tunapomuiga Kristo Mwokozi wetu, ndipo hatimaye tunavua silaha za kiburi chetu, utukutu na kudhaniana, kunakodofisha
ulimwengu wetu wote wa mahusiano. Hatimaye tunaweza kuruhusu mioyo yetu kuwa huru kwa kupenda bila masharti. Mhashamu Askofu, huu ndio utaratibu uliouchagua kwa ajili ya huduma yako ya kiaskofu, ili kusaidia kila mtu mwenye mapenzi mema wa kundi lako kuvunja silaha hizo zisizo na maana na zisizofaa na kutembea wote pamoja kama familia iliyounganishwa na kifungo cha upendo kuelekea chanzo cha upendo huo ambaye ni Kristo mwenyewe. Vivyo hivyo, katika nembo yako ulitaka kumbuka somo wako Takatifu Romanus, ambaye bila wonga mbele ya mateso ambayo yalikuwa yakimua kikatili Mtakatifu Laurenti akiwa kwenye tanaru, kwa tendo safi la rehema alipunguza kio ya shahidi kwa kumwaga maji kutoka kwenye yaji. Akishuhudia imani hiyo yenye kushangaza, Romanus pia alimwomba Laurenti atumie matone machache ya maji yale yale ili kumbatiza. Ni kweli kwamba tumeitwa kupendana, lakini kuanzia wapi? Hakika ni kutoka kwenye huruma. Hakuna upendo wa kweli bila huruma. Wapendwa mapadri, watawa na waamini wa Iringa, dumisheni umoja na askofu wenu na umoja na kanisa zima ambalo ni mwili wa Kristo. Ndiyo, ni mwili wa Kristo, kwani Kristo ndiye kichwa na mwanzilishi wa kanisa. Natambua kwa shukrani na ninashukuru ushiriki wa viongozi wa serikali na wageni mashuhuri waliopo hapa leo, kuanzia na Mheshimiwa Dr. Mashaka Biteko na ninyi nyote, kwa kulipa umuhimu wa hali wa juu tukio hili adimu. Ni wahakikishia ninyi nyote kwamba Kanisa Katoliki la Iringa, kama ilivyo kwa Kanisa Katoliki lote la Tanzania, pamoja na kiti kitakatifu chenyewe, linathamini kwa dhati uhusiano thabiti wa urafiki na ushirikiano ambao mahudhurio yenu yanadhihirisha kikamilifu. Asante sana. Ninafurahi pia kuona, kama ilivyo katika hafla zingine, ushiriki wa idadi kubwa ya viongozi kutoka dini mbalimbali na madhehebu ya Kikristo. Karibuni sana. Hii inaonesha uhusiano wa kirafiki uliopo kati ya Kanisa Katoliki la Tanzania na jumuiya nyingine za kidini, jambo ambalo na ishara tosha ya mahusiano yenye matunda na ya kindugu. Napenda kumalizia ujumbe wangu kwa maneno machache kuhusu hayati Baba Mtakatifu Francisco, aliyefariki dunia siku moja baada ya Pasaka na kuzikwa kwenye kanisa kuu la kipapa la Bikira Maria mjini Roma jana. Shukrani nyingi zimwendee kwa upendo wake kwa kanisa katika nchi hii, ulioonyeshwa kwa uteuzi wa maaskofu wengi na
kuteua kardinali watatu kutoka Tanzania, Mwadhama Protasi Kardinali Rugambwa mwaka jana, na kuanzisha majimbo mapya, la mwisho likiwa ni Bagamoyo ambalo litazinduliwa mwishoni mwa wiki ijayo. Tunaendelea kumwombea ili akutane na Kristo, hakimu mwenye rehema katika ufalme wake. Mhashamu Askofu Mihali, na tutakia neema nyingi za Mungu na mafanikio katika utumishi wako, na kuhakikishia maombi yangu. Mungu akuongoze na kukulinda daima. Asante sana. Tumsifu Yesu Kristo.